Kwenye session yetu ya leo ya Fursa Access. Na leo ni mwendelezo wa session ambazo tumekuwa tumezianza um, kwa muda mrefu uliopita. Leo tutaongelea kuhusu standardized tests, na hizi tests tutazielezea test ni nini na zinahitajika wakati gani na namna ya kuweza kwenda kuzifanyaje, kuzianza kuzifanya hizo test. Kwenye hii call nitakuwa na Adela kama presenter mwenzangu, so I'll start with the first part of the presentation ambayo nitaongelea kuhusu TOEFL na GRE. Then the last part ataongelea IELTS, Dr. Adela. Na baadaye kutakuwa kuna watu ambao kwenye hii call ambao wana experience ya mitihani yote mitatu, hivyo tutawapa pia nafasi ya wao waweze kushare experience yao na sisi tuweze kujifunza kupitia walioyaona. Ningependa kuanza moja kwa moja bila kupoteza muda. Again, labda nimpe dakika moja ajitambulishe Dr. Adela ili tuweze kuendelea. Asante Dr. Omari. Mi naitwa Dr. Adela. Nitakuwepo katika hii session na Dr. Omari. Tutajaribu kuwapitisha kuhusu hizo standardized test. Kwa hiyo tunaamini mtajifunza kitu kutokea katika hii session, na kama kuna maswali yoyote please reach out kama upo kwenye session. Kama upo kwenye session pia kwenye comment section za YouTube au pia kwenye WhatsApp au kwenye email zetu. So tuanze moja kwa moja. Nafikiri kitu cha kwanza tutaongelea kuhusu mtihani wa TOEFL. Basically kama mtu anajiuliza ni mtihani wa namna gani, nafikiri kama umeshawahi kupitia, at least kama umeshawahi kuingia kwenye application page ya baadhi ya vyuo, utakutana na requirements na zile baadhi ya vyuo kwenye requirements wanakuwa na list, wanahitaji standardized test scores. Na specifically vitu wanavyoonyesha pale wanahitaji ni mitihani labda ya kuonyesha kwamba unajua Kiingereza. Na mitihani, katika hiyo mitihani nafikiri kuna mitihani miwili ambayo ni very famous ambayo ni TOEFL na IELTS ambayo tutaikava kwenye hii session, lakini pia kuna mtihani mwingine ambao unaitwa GRE. Again pia na wenyewe unakuwa unahitajika sana kwenye wakati mtu anafanya application kwenda kusoma masters au PhD kwa hapa United States of America. So kwa kwanza tuanze na mtihani wa TOEFL. Basically TOEFL ni mtihani ambao kirefu chake ni Test of English as a Foreign Language. Kwa basically watu wanataka kupima skills zako, like your language skills, kwa sababu wanajiuliza kwamba huyu mtu, je, sababu wana admit watu from kutoka sehemu nyingi sana duniani, watu wanakuwa na lugha zao. Kwa wanataka kuangalia kama huyu tukimpa nafasi huyu mtu, je, ana Kiingereza chake kitatosha yeye kuweza kusucceed kwenye masomo. Hicho kitu nimekiongelea hapo kwamba kuonyesha kwamba je, ataweza kusucceed kwenye masomo yake. Again, I have my personal views on this, lakini sitapenda kuziweka hapa kwa sababu saa nyingine nadhani kwamba mtu unaweza kufaulu huu mtihani na pia isiwe inaakisi uwezo wako hasa. Yaani unaweza kufaulu mtihani vizuri, lakini kwamba unaweza kuwa pia tu kwamba huwezi kujua, au inaweza kuwa pia vice versa na vitu kama hivyo. Mtu mwingine anaweza kafaulu au akafeli, lakini anajua. Na pia kufeli inategemeana na scores, kwa sababu kwenye baadhi ya vyuo watakuwa wamekuwekea pale, bwana, tunahitaji kwenye mtihani wewe umescore at least a certain mark kwenda juu ili uweze kuapply. So again, TOEFL is one of the most common English exam ambao watu wanakuwa wanahitajika, especially hapa US wakati wana apply kwenye masters na PhDs, wanakuwa wanahitaji mtihani. Nafikiri pia kwenye undergrad level pia wanakuwa wanahitaji mtihani wa TOEFL. Again, kuna watu ambao kwenye call na wenyewe watashare their experiences. Kwa hiyo so it's nafikiri kwamba kwa hapa US au kwa huu upande wa America, nafikiri wana prefer zaidi TOEFL kuliko IELTS, lakini pia najua kwamba unaweza uka submit mmoja, kama let's say wanahitaji TOEFL kwa umefanya LTS, nafikiri unaweza uka email na kuweza kustate case yako, and then wanaweza wakakubali, au sehemu nyingine wanasema kabisa kwamba tunahitaji mtu amefanya TOEFL au LTS. Kwa hiyo that's sehemu ambapo inakuwa inatumika huu mtihani. Na kwa kuangalia, labda tuongelee labda format yake very quickly. Nafikiri siku hizi wana format mpya, so zamani walikuwa na format ambayo kidogo ilikuwa inaenda muda mrefu. Sasa hivi lakini format mtihani mzima unakuwa una cost au unachukua kama masaa mawili kuanza mpaka kumaliza, na mtihani unakuwa una section 4. Section zake zinakuwa zinakupima skills zako specifically kwenye reading, listening, speaking na writing.
Na hizi zote wameweka kila section inakuwa unaweza ukascore kuanzia 0 mpaka 30. Na total ina maana kama umepata umescore zote perfect, ina maana utapata pointi 120. Again, kuzipata hizi sidhani kama ni ngumu sana, ila inahitaji kuwa na maandalizi, na tutaongelea namna gani unaweza ukafanya maandalizi hapo baada ya slide hii hapa. Kwa kwenye reading section basically utakutana na ni kama mitihani ambayo tunakuwa tumeifanya. Nafikiri mtihani wa O level wa English unakuwa kuna part ambao wa O level wa NECTA wanakuwa na part ya reading and comprehension. Nafikiri it's just the same thing, kwamba unakuwa umepewa utapewa article au writing pale, itabidi usome na uweze based on understanding uweze kujibu maswali. Alafu kwenye listening wanakuwa na scenario kadhaa ambazo itamlazimu mtu aweze utazisikiliza baada ya muda, alafu baada ya hapo wanakuwa wanakuuliza baadhi ya maswali kutokana na kile ulichokisikiliza, au saa nyingine unaweza kuwa ni kusikiliza na kusoma pamoja vinachanganywa, and then unakuwa unaulizwa maswali. Kwenye speaking nafikiri wanakuwa again hapa it's very obvious kwamba wanakupima namna gani unaweza ukaongea. Na kitu kingine wanakuwa ambacho wanakitest ni writing. Na kwenye writing hapo pia kidogo unapewa nafikiri unapewa mada, alafu baadaye unakuwa unafanyaje unakuwa unapewa dakika za kufikiria na then za kuandika. Kwa nafikiri kwenye kila writing ambayo inakuwa kwenye kila task ambayo wanakuuliza wanakupa kama dakika 10 za wewe kuweza kuandika hiyo essay kwenye hii new format. Na kama nilivyosema, the total score, mtu akiscore perfect anapata max 120. Na huu mtihani una versions kadhaa. Nafikiri zamani kulikuwa kuna version ambayo ilikuwa inaita test based, kwamba basically mtu unakuwa unaenda kwenye center and then unaandika huu mtihani pale physically. uh, Msikumbuka hapa, naweza kuwa nachanganya hapo kama ni GRE ndio ilikuwa ina test based, ina paper based au la, lakini anyways it's not very important kwa sasa hivi. Ni kwamba wana format mbili. Wana format ya kwanza ambayo kwamba ni internet based, ambayo ni internet based test ambayo unaweza kufanyia kwenye test center. Alafu kuna format ya pili ambayo nafikiri wameanzisha very recently, ilikuwa sijui kama ipo mwenyewe. Baada ya kurudi kwanza kuangalia wakati tunaanza kuandaa hii presentation, niliweza kurudi nikaangalia nikaona kwamba kuna sasa hivi wana option ya home based edition. Kwa hiyo hii home based edition basically unaweza kufanyia nyumbani kwako. Nikaangalia kwa sababu nilikuwa naona kwamba nafikiri baada ya COVID-19 kutokea imebadilisha vitu vingi sana, na watu wameona namna gani wanaweza waka move forward na kuadjust vitu. Na hii nafikiri ni moja ya vitu vizuri ambavyo vimetokana na lessons ambazo tumejifunza kipindi kile, is this home based edition, kwamba unaweza ukaenda sasa hivi uka register and then ukaufanyia mtihani nyumbani kwako, yani nyumbani kwenu. Kuna setup ambao wanakuwa wanahitaji mara nyingi, labda pale kwenye chumba kiweje. Nafikiri kuna measures ambazo wanakuwa wanataka, sababu mtu anaweza kuwa kwenye chumba kuna mtu mwingine. Kuna namna ambao wana control vitu, kwa sababu nilikuwa najiuliza kwa sababu mtu kimwachia mtu afanye nyumbani, and then kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kutokea mtu akiwa anafanya mitihani nyumbani. Naweza kama una rafiki yako anaweza kawa naye anakusaidia au anadesa anakusaidia, lakini sioni namna gani ambavyo unaweza kuwa ukasaidika sana. Anyways, basically mtihani unakuwa uko timed, kwa sababu na hii kuwa timed, hiyo ni factor nyingine kubwa sana, kwa sababu mtihani at least kwa experience yangu mimi nimeshafanya nilifanya mtihani mara mbili zamani sana. Nilifanya zaidi ya mara ya kwanza nilifanya zaidi ya miaka zaidi ya 10 hivi iliyopita au 9 hivi iliyopita, alafu baadaye nikaja nikafanya tena. Kwa hiyo experience yangu ni kwamba mara nyingi ni huu muda, mtihani unaweza kuwa sio mgumu sana, lakini kwamba muda ule unakuwa mara nyingi unaweza ka create panic. Mtu unakuta unaweza kwa sababu unaweza kuuliza swali la kawaida ambao ni maswali ambayo hata ukiulizwa sasa hivi unaweza kujielezea vizuri kwa Kiingereza, lakini kutokana kwamba liko timed na muda kidogo mambo yanakuwa unakuwa rushed. Sasa kwenye resources za kuweza kukusaidia kuweza kufaulu mtihani ni kuna online resources nyingi sana. Kuna watu wamecurate kabisa pia nafikiri wameweka kabisa, kuna Google Drive folders kabisa ambazo zinakuwa zina contain hizi testing materials. During my time nafikiri sikununua test prep material hata moja, zote nilizokuwa nimezitumia ni ambazo nilikuwa nimezipata ambazo zipo freely available online. Kwa hiyo nilikuwa nimezitumia hizo kuweza kujiandaa. Na kitu ambacho ni cha msingi hapa ni kwamba at this point ya tukisema kujiandaa, sio kwamba unajiandaa unajifunza Kiingereza.
Kwa hiyo ni kwamba tayari tunajua na wengi at least ambao tunategemea watasikiliza hii ni watu ambao wana apply kwa graduate school, wanakuwa kidogo tayari kwamba tuna basic foundation ya English. Basically kinachokuwa kinakosekana ni labda ni mazoezi hapa na pale na kujipolish kidogo. Lakini kuna namna ambavyo unaweza kujiandaa. Kwa hiyo kuna wiki kadhaa, nafikiri maandalizi ya wiki kadhaa, at least personally nafikiri watu wengine watashare pia experience zao. Personally mara ya kwanza naingia nilijiandaa kama wiki kadhaa, lakini mara ya pili kwa sababu nimeshajua ile format na ule mtihani ulivyo, sikuchukua muda mrefu, nilitumia kama saa mawili. Basically nilitafuta tu practice test, nika practice afu nikaenda nikafanya mtihani mara ya pili na nikapata scores nzuri, lakini kwamba mara ya kwanza I had to prepare kwa sababu pia na kitu tutaona mbele pia kwamba gharama pia ni kubwa ya mtihani, kwa hutaki unataka ujipe like the best shot ya kupata grades ambazo unazihitaji ili uweze kufanya ku apply kwenda ili uweze ku submit application yako. Kwa again nafikiri hapa kuna suggestions kadhaa kwamba unaweza ukajaribu kufanya mazoezi na marafiki zako, na mimi hicho ndio kilichonisaidia. Nilikuwa naongea tu na marafiki zangu kwa ajili ya kufanya labda mazoezi kwa ajili ya kwenye ile speaking section, lakini basically like hayakuwa magumu sana. And then kwamba TOEFL wanakupa option pia kwamba utakapolipia ile fee yako ya kwanza, tutaongelea fee na fee in the next slide. Ile fee yako ya kwanza ambayo unalipia unaweza pia ukafanyeje, ukishalipa ule mtihani mara ya kwanza unaweza ukatuma pia matokeo yako kwenda shule karibia 4, shule 4 unaweza ukatuma, na pia unaweza ukaoda pia ukapewa paper report pia ya matokeo yako ukaipata. Mimi pia nilifanya hivyo, nafikiri mara ya kwanza nilituma kwenda kwenye shule 4 ambazo nilizichagua, na hizi shule unachagua wakati umefanya mtihani kama nakumbuka sahihi. Kwa hiyo nilituma pale shule 4, lakini baadaye nilipotaka kuongeza shule nilitumia tu ile nani yangu ile report walionitumia report card, scores report, nikaitumia kwa ajili ya kwenda kuapply. Again matokeo yake pia yako valid for 2 years, kwa ukipata unaweza uka apply zaidi ya mara mbili, lakini baada ya hapo inabidi, ina maana unaweza inakulazimu ufanye nini, uweze uweze kufanyaje, uweze kurudia mtihani. Kwa that's it for, as far as the preparation na namna ya kufaulu ya kufaulu mtihani. Kwa hiyo nafikiri the next session ambayo nitapenda kushare na nyie kidogo ni kuonyesha like unaenda kuregister vipi, na hiyo kabla nifanye hivyo pia tunaweza tukachukua break kidogo mkauliza maswali kama ya hapo. Dr. Omari, wakati una nani, nimeona cost ilikuwa kwenye slide ya nyuma hapo kidogo. Yeah. Yeah, nilikuwa nimeiruka hii gharama. So gharama ni dola 250 kwa 255. Around dola 255. Lakini wanachokuambia ni kwamba unaweza kaingia kwenye ile website yao, alafu ukachagua test center. Maana inaweza ikawa gharama zinabadilika kwa sehemu ya dunia ulipo, lakini niliangalia nikakuta ni is around 255 kwa sisi. So unaweza kusaidia kuiconvert hapo. Labda kwa rate ya dola moja sasa na shilingi 2400 labda 50, tufanye round hapo. Alafu tuone kwa hela zetu inakuwa ni shilingi ngapi. Sawa sawa. Wakati na ndaba kwa kuna swali lingine mnaweza mkauliza pia. Wakati unaandaa nilikuwa nataka ni share experience ya nani, wakati una move kwenda kwenye website, experience ya kufanya mtihani nyumbani. Mara nyingi basically inakuwa proctored, kuna vitu wanaweka ambavyo vina monitor alafu wanafunga kwao, zinafunga website nyingine zote ambazo kwenye nani huwezi kufungua page nyingine. Wanataka uscreen room yako labda 360, kwa hiyo una scan nani hiyo room, wanaangalia kona mbalimbali, at least ile ku make sure kwamba hakuna mtu mwingine na hakuna material around. Wanajitahidi kufanya hivyo. I know people pia wanajua jinsi ya kubypass hizo, but basically wanataka kuhakikisha kwamba unafanya mwenyewe. Watu wameanza kunani kila kitu na pia wanakuruhusu, lakini nafikiri kuingia na kwa mfano sehemu ambayo unaweza ukachukua notes, white paper au ukawa na whiteboard, nafikiri pia kwa kilichonisaidia pia nafikiri wakati wa mtihani nilikuwa nachukua notes
Sema na zile notes kuzichukua saa nyingine inakuwa ni kwa sababu muda unaenda, unakuwa una feel uko pressured. Kwa hiyo unaweza kuwa hata notes usizichukue vizuri, lakini kwamba basically nafikiri inabidi tu mtu utulie, uwe na utulivu. Mtihani sidhani kama ni mgumu sana. At least from my experience, na nafikiri mtu mwingine anaweza akaongelea pia experience yake. Uh, yeah, so hii ni website, nafikiri wote mnaona screen yangu, si ndio? Wote mnaona screen yangu, si? Tunaiona. Aha, sawa. So nafikiri website yao inaitwa ets.org. Kama kuna mtu anaweza akanisaidia kuiconvert ile pesa, nitashukuru. Dola 255, atuambie ni kiasi gani. Kwa hiyo hii ni web page. Basically hii mitihani inakuwa administered na hii organization inaitwa ETS, sikumbuki kirefu chake hasa, like, na pia imebadilika sana toka mimi nimefanya mtihani. Ilikuwa na rangi rangi, so juzi wakati najaribu kupitia tena nikashangaa kidogo, nikasema nipo kwenye website ambayo sio sahihi, lakini ya imebadilika sana. So nafikiri una scroll mpaka chini huku, kuna mitihani hao wameainisha. Kuna ya TOEFL, Praxis, TOEIC, sijui ni nini hicho tena, NGRA. So kwamba hapa tumeshaona kwamba it's the same organization ina administer both TOEFL na GRE. Kwa hiyo cha kwanza hapa ni kuenda kwenye huo mtihani ambao husika ambao tunataka kuufanya, and then kuna options mbili hapa kwenye TOEFL. Unaweza uka register for the test au uka buy official prep. So hapa nilikuwa nimeangalia, naona hizi official prep materials ni ghali, lakini kwamba hii simvunje mtu moyo, kwa sababu tayari watu wana mifano mingi sana ipo online. Kuna vitabu vingi sana viko online vya bure ambavyo mtu unaweza ukaenda ukavitumia. So kitu cha kwanza utachofanya ni kuja uta click register for test. Itatupeleka imetupeleka kwenye akaunti yangu. Kwa hiyo nilichofanya mimi jana, briefly nilianza kuregister mapema ili niweze at least leo mambo yaweze kwenda haraka haraka. Kitu kikubwa ambacho wanaruhusu wakati wanauliza wakati una register ni kwamba watakuuliza jina lako na address. That's all. Haikuwa ngumu. Kwa hiyo kama ni kuregister, you either register au I can also just like maybe sign out and show you very quickly again. Okay, so let's start with register now. Okay, so I do already have an account, so I'll just go and maybe log in to see tusipoteze tena muda. Okay, so nimewarudisha pale pale. Yeah, basically hamna maswali mengi. Utaulizwa tu kwamba kama nilivyosema, utaulizwa jina lako na utaulizwa ni email utaweka na namba ya simu pia pale utaweka, na watakuuliza kama unataka kupokea message, labda kupokea updates kwenye message na vitu kama hivyo. Utachagua. Ukishapata, basically utakuwa na email yako, utakutumia confirmation code kwenye inbox yako ya email address. Utaangalia pale, utakuja, kila kitu kitaenda smooth. So wakati wa kujiandikisha uta login, ndo kama hivi. Nikisha login, this is the page ambayo inanikaribisha, na wala bila kupoteza muda, sana sana hapo kutakuwa utakutana na page kama inakwambia kwamba unataka ku register for TOEFL. Step ya kwanza ni ku schedule test, na ya pili ni kwamba unapata registration unafanya registration information na kuwa umemaliza. Sasa tulivyoongelea, kuna format mbili kwamba tunaweza tukafanyia nyumbani na nyingine tukaifanyia test center. Labda tuangalie kwa test center, kama tupo Tanzania tunaweza tukafanyia wapi. Kitu kingine cha kwenye test center ambacho tutakiona hapa ni kwamba saa nyingine unaweza ukatafuta tarehe ukakuta haipo available, hamna available date ya karibu. Kwa hiyo ina maana sasa hapo inabidi ujipange kwamba ujue vitu kwamba wewe unataka kuapply lini uanze kutafuta labda hiyo test center, na pia kuna muda ambao unabidi usubiri uweze kupata official scores. Nafikiri usually sikumbuki vizuri, lakini inaweza ikaenda like a couple of days, but it's usually less than a week, kama sikosei. Na kuna zile, nafikiri kuna scores ambazo unaweza kuzipata pale directly, na kwa mfano zile za reading na comprehension. Writing huwezi kupata pale, na wala speaking huwezi kuipata pale. Nafikiri hizo zinachukua muda ziweze kuwa graded, uh, kama nakumbuka vizuri. Kwa kama hapo unaangalia, nimeangalia test center hapa Dar es Salaam, na nimeingiza kwenye kufind appointment in this region, nimejaribu nika search, imenileta hapa kwamba kuna tarehe hapa imewekewa
imewekewa dotted cycle kwamba inaonyesha kuna test center ambayo ipo available hapa. So I'll go ahead and just click this kwa sababu this is the nearest. Kwa hiyo unaangalia hapa kama mtu una mpango wa kufanya mtihani tarehe 15, basically huwezi kupata center kwenda hapo da, ina maana inabidi utafute center sehemu nyingine. Nafikiri kuna speakers ambao wako hapa wanaweza kuna watu ambao wako kwenye eCall Selemani. Baadaye atatuelezea na experience yake ambayo alikuta hakuna test center sehemu ambapo yupo, akahitaji kwenda kufanyia sehemu nyingine, nao he went about it. Kwa nitachagua tarehe 25, taonyesha kwamba kuna test center ambayo ipo inaitwa ni Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Hata hapa during my time ni hapa ndo nilipofanyia nilifanyia mtihani, na hii sehemu ipo Kigamboni pale. Kwa wakazi wa Dar, mimi nilikuwa sijui kipindi hicho, nikaanza kutafuta address. Kwa sisi watu wa mikoani ilibidi niulize sana niweze kufika, lakini eventually nilifika nika register. So I'll just go ahead and register. Tunaona available times kuna saa 3, so naenda nachagua hiyo hapo, and then you save and continue. So hiyo ni tumeshamaliza step ya kwanza, tuendelee. Kuna tick kabisa imeshatokea, tumeshachagua, and then tunaenda sehemu ya pili. Sehemu ya pili kwamba hii ni kama ni order, you have to add it to cart. Kama una agent code, nafikiri hapa kwenye agent code ni kama kuna any like code like kama kuna, sijaangalia vizuri, lakini kama kuna kuna discount ya fee, labda umepewa code, nafikiri this is the place where utaiweka, and then tuendelee mbele. Tunakutana na peji muhimu, nafikiri kuliko zote ni swala la gharama. Kwa hapa ina maana kuna package tatu wanazo. The basic package ni kwamba unalipia tu mtihani, na mtihani itakupa, unaweza ukatuma matokeo yako sehemu 4, and this is the lowest. Kwa watu wengi wataenda hapa, lakini kuna package nyingine ambazo yes ni very expensive option. Sio kama kuna mtu amesha calculate hii gharama kutuambia kwa hela za kibongo ni shilingi ngapi? Nimecalculate ni laki sita kama na 11 hivi kwa rate ya leo. Tu azia. Tu. Sawa. So tutachagua hiyo hapo kwamba tunataka kulipa sasa hivi, and then page inayofuata ni kuproceed to payment, na kuna payment options, lakini naona hapa payment options nyingi zilizopo ni wameweka card na PayPal. Sikumbuki nilitumia nini mara ya mwisho, most likely nitakuwa nilitumia labda PayPal. Nilikuwa na hope labda sasa hivi watakuwa na M-Pesa options au hizi mobile money options, mtu aweze kulipa, lakini sidhani kama ni tatizo. So hapo mtu ataenda atalipia, and then after hapo utakuwa upo set to go. At this point utakuwa umesha schedule. Nafikiri watakutumia options, watakutumia instructions za namna gani ya kuichukua text yako, and then utaanzia hapo. Sijui kuna swali hapo. Na swali Dr. Mhm. Omar. Kwa Tanzania tunaweza pia kufanya home based au sio kila nchi inaweza kufanya home based? Hiyo that's a very good question. So nafikiri ngoja turudi tena tujaribu hapa wenyewe. Nafikiri home based option inabidi iwe kila sehemu, sababu hiyo ndo power yake, au sio? Mm. Yani ndio power yake, na kinyume na hapo it doesn't make sense. Ngoja ni share tena hii page tujaribu pamoja, tu schedule tujaribu ya kwanza tena. Okay, now let's schedule for at home options. Dar es Salaam. Kwa nini unatuuliza tuna nini hapa? Mm. Inabidi it shouldn't matter. Oh, lakini kuna Oh, test ziko dates nyingi yani. tena ziko za kutosha, si Yeah, ziko ndio? za kutosha kasoro naona this is Thursday and Friday ndo naona zimepungua. Kuliko hata ile ya kwenda kwenye test center. Yes, even better. Afadhali umeleta ili swali zuri wewe. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba sio lazima usubiri muda mrefu. Kwa unaweza ukaichukua. Okay, mtu jaribu kuchukua tarehe 7. Kuna tarehe, kuna muda mwingi tu usiku, wewe tu mchana. Anyways, ngoja tuseme nataka kufanya hii ni saa 8 usiku. Let me just try saa 8 usiku, kwa sababu ni wakati ambao nafikiri labda watu watakuwa wamelala, labda watu wengi watakuwa watumii internet, traffic iko chini, labda itakuwa faster. Sijui, lakini hapo nafikiri kuna vitu vingi inabidi tuanze kufikiria, kwamba mtu inabidi anze kufikiria kuhusu internet yako na vitu kama hivyo. We continue to cut, na bei ni ile ile, and then tukichagua we are good to go.
nafikiri tutapata instructions zetu. So tunaweza tukafanya options zote, and this is nice kwa sababu hii imeleta, siku zinakuwa nyingi, kwa hiyo hutaki kusubiri tena muda mrefu. um, Anyways, basi naomba turudi kule let me stop sharing, na kama kuna swali lingine lolote nafikiri mtu anaweza akauliza kabla tujaanza na GRE. So that's for TOEFL exam. Kuna swali lolote kwenye chat? Sijaangalia chat. Hakuna swali Lala. mtu amecomment hapa pia, siku hizi kuna M-Pesa, Mastercard, so unaweza ukatumia kulipia, very simple and very secure. Yeah, Ah, nilitumia sana hii kuna kipindi afu nilisahau. Unatengeneza ukiwa na M-Pesa app, unatengeneza Mastercard ambao unaweza ukawa unaitumia kulipia vitu vingi. yeah, naomba kuna watu walipata issues na hiyo. Mi nimetumia muda mrefu ila sikuwahi kupata issue. Asante kwa aliandika. Jina lako linatokea kama Zoom participant, so tunashindwa hata kujua ni Nina nani, ila yeah, asante. nafikiri kwamba Adele unaweza kuambia namna ya kuandika majina yao kwenye nani yaweza kutokea kwenye screen. Nimeambia Unaweza unaweza kuambia kwa ukaliname. maneno. Nimeandika kwenye message, lakini pia unaweza ukaliname ah, jina lako ili tuweze Sawa. kujua ni nani. Sawa, nafikiri tuende kwenye GRE. So hapa again, kama nilisema nitashare pia experience yangu na TOEFL. TOEFL experience yangu ilikuwa ni nzuri, mara zote ambayo nimefanya huu mtihani, test score zangu zilikuwa ni nzuri, zilifika minimum ya programs nyingi ambazo nilikuwa nahitaji kunani ku apply, na pia mara ya kwanza scores ilikuwa ni dhaifu, lakini mara ya pili nili improve significantly kwa sababu nilikuwa nimeshajua ile system, kwa sababu hicho saa ingine kinatuangusha kwa sababu hatujazoea mitihani ambayo ipo timed. Lakini nilipata scores ambazo zilikuwa ni nzuri, na mtihani haukuwa mgumu, ilikuwa ni hichi Kiingereza chetu tu inatosha. So kwenye GRE kirefu chake ni graduate record examination. Again pia inahitajika kwa watu ambao wanakuwa wanataka kuapply for masters and PhDs hapa US, na pia kwenye wanao apply pia kwenye MBA na pia law programs. Na kitu kingine ambacho inabidi to note, na napenda ukirudia tena ukistress mara ya pili, so vyo vyote vinakuwa vinahitaji kwa mfano mtihani. Nafikiri pia watu wengine watatuambia hapa baadaye kwamba kuna vyuo wamejaribu wameapply hivyo ambavyo vihitaji hata TOEFL, kwa sababu sisi Tanzania wanajua elimu yetu ipo, tunafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Na pia kama watakuwa wanahitaji, nafikiri kwamba kuna opportunity waweze kuwatumia email na kuwaelekeza watu kwa, huwa wanajibu email. Watu wengi huwa wanajibu email tukiwa tunauliza vitu kama hivi, au watu ambao wanahusika na graduate school admissions kwenye vyuo. Sasa kama alivyosema, inahitajika kwa ajili ya masters, PhD na MBA na law programs. Na hii na kutest, kuna skills kama tatu hapo. Kuna analytical writing, kuna quantitative section, na pia kuna verbal reasoning, right? Sasa hii kwenye quantitative hapo watakupima math skills, alafu kwenye writing watakupima writing, na verbal reasoning hapo hapa pia watakupima nafikiri ni skills zako pia za lugha ya Kiingereza, and the goal ni kuonyesha wewe kama una uwezo wa kuja kusucceed kwenye graduate school. So hii hapo ukiangalia kidogo upo tailored to graduate school, right? Kwa sababu hata jina lake tu lina suggest kwamba ni graduate record examination. Ni slightly advanced compare na mitihani ambayo labda tunakuwa tumeifanya kwenye undergraduate level. Sasa again hapa pia nitashare experience yangu, naomba pia msije mchukue like I mean with a grain of salt, msije mkachukua kama ndio universal truth. Sawa, kwa sababu kila mtu anaweza kuwa na experience tofauti. So mtihani kwanza ambacho naweza nikasema kwamba unakuwa administered na same body kama tulivyoona kule mwanzo, ETS inakuwa ina administer mtihani wa GRE. Na pia format zote zipo format mbili kama TOEFL, kwamba ni internet based examination na unaweza ukaifanyia nyumbani kwako au unaweza ukaifanyia kwenye test centers. Niliangalia test centers ambazo wanakuwa na administer Bongo hii kwa sababu tutaonyesha mfano wake. Niliangalia test center ambazo zinaadmisha ni pale pale pia Mwalimu Nyerere Memorial Academy, na unaweza kwenda ukafanyia pia mtihani, lakini ndio inabidi uselect hiyo siku, ni siku gani, uangalie availability. Kinyume na hapo, kama uko comfortable kwenda kufanyia nyumbani kwako, utaweza kutumia home edition ya hii exam.
na kama ulivyosema mtihani pia ni little less under 2 hours, na section ni hizo tatu, na kila section kama inavyoonekana, kwenye kila section nafikiri kuna subsection mbili. Kwa zote zina total for like, zina total for session ya kwanza inakuwa ni analytical writing, inakuwa na muda ni dakika 30, alafu kuna dakika 40 for the verbal reasoning part, na hiyo ya math skills inakuwa ni kama dakika 47, na pia na yenyewe inakuwa ina subsections kule ndani. Score zake hii wana score kila session, kwa mfano za score session mbili ya verbal na math section, score zake wana score kuanzia 130 mpaka 170. Kwa lowest mtu akipata ni 130, ukipata highest ni 170. Alafu kwenye writing wana score kuanzia 0 mpaka 6. Again, kwa mfano like the reasoning behind it, jinsi walivyoweka hizo hapo mimi sijui, lakini that's how they score these sections, na price yake ni dola kama 220. Again, ukiconvert kwa hela ya leo, hii inaweza kuwa ni juu ya 500, si ndio? Juu ya 500, na results unazipata between 8 to 10 days, lakini nafikiri kuna ambazo zinakuwa scored wakati ule ule, unaweza ukaona. So my experience, mimi nilifanya internet based, na ilikuwa ni kwenye at the center, na hii ilikuwa ni kitambo kidogo, na huu mtihani uzuri matokeo yake yanakaa miaka mitano, tofauti na TOEFL ilikuwa kama miaka miwili. Kwa jumla, kwa muda wa miaka mitano yote nilikuwa na apply kwa kutumia scores hizo zilizokuwa nimezifanya, na huu mtihani mimi nilifanya mara moja. My experience kidogo ilikuwa haikuwa nzuri sana kwenye sections, baadhi ya sections. Kwenye math section, nafikiri ni section ambayo kama mtu umesoma mathematics, labda kwenye nafikiri labda ni basic au advanced mathematics, unaweza ukafanya hii section vizuri tu na ukascore hata perfect score. Kidogo kwenye English section, kwenye writing, hii ni slight higher level compared na ile ya TOEFL. Na verbal pia na verbal section pia ilikuwa ni ngumu kutoka kukilinganisha na TOEFL. Ilikuwa ni actually sio ngumu kidogo, ilikuwa ngumu sana kwangu. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa experience yangu, lakini nilijiandaa kwa muda kama wiki kama 6 hivi. Kwa hii ni a little less na ile ambayo watu wengi wana recommend kwamba unaweza kujiandaa kwa wiki labda 8 mpaka 12 uweze kuchukua mtihani. Kwa mimi nilitumia muda mchache kidogo, kwa sababu sikuweza kuplan vizuri. Again, ndio maana kwamba hii tunaonyesha mapema ili mtu aweze kuplan vizuri lini utataka kupata. Kwa mtu anataka kuapply mwakani, inabidi ajue kwamba namna gani ataufanya huo mtihani, na kama tulivyoona gharama ni kubwa. Kwa hiyo haimaanishi mtu kaanze kwenda, sio kitu ambacho unataka ukaenda ukafeli afu urudie, maana wanaruhusu kurudia mtihani. Sema the only thing ni kwamba kila unaporudia unalipa, na hii kurudia nafikiri JRA walikuwa wana muda specific kwamba nafikiri unaweza ukarudia kama mara moja kila baada ya siku 20 also, kwamba kwa hiyo sio kwamba tunaweza nikafeli labda leo. Again, sio umefeli, labda umepata scores ambazo hazijakidhi zile scores ambazo zinahitajika na hiyo shule ambayo unataka kwenda kuapply, ukasema urudie kesho yake. Hapana, inakusubiri, inabidi usubiri tena muda fulani ndio uweze kuapply. Kwa hiyo kidogo pia inabidi mtu uiweke kwenye consideration. Yeah, so as far as GRE, hayo ndio ambayo nayo ya kusema. Kwa kama kuna mtu ana swali, anaweza akaniuliza. Kama kuna kitu nafikiri nimeruka, mtu anaweza pia akaniuliza. So mtu ambaye anafanya hii GRE, kwamba wakati watu wanafikiria maswali, na recommend mtu aweze ku prepare muda mrefu. Lakini kitu ambacho ni kizuri ni kwamba sio kila shule wanataka GRE exams. Mfano, shule ambayo mimi nimesoma PhD, mwaka ambao tuna apply, mwaka wetu wakati tunafanya application, huo mwaka walikuwa wametoa GRE, wakasema GRE ni optional. Na kama watu wakasubmit, lakini nafikiri mwishoni wakaamua kwamba iwe wai-cancel kabisa, kwa hiyo hawakuconsider GRE wakati wanatufanyia admission. Kwa sababu mtihani wanavyosema ni kwamba basically una test pia your academic writing. Kama nilivyosema, writing hapa kidogo ni high level, na kuna muda ambao kwa mfano the verbal reasoning part ni kidogo ni ngumu, inahitaji mtu, kuna vocabulary nyingi sana ambazo inabidi ujifunze, kwa kuna kumemorize sana. Na mimi wakati nafanya mtihani, Kiingereza changu kilikuwa kina hizo vocabularies kabisa. Kuna vocabularies ndio zilikuwa mara ya kwanza kuzisikia, kwa kidogo
yani kwamba hii inabidi ukae chini ujiandae na ujipe muda, kwa sababu sio mrahisi. Kwa hiyo kwa hiyo huo mwaka ambao tunafanya application wakatoa GRE, na baada ya hapo kuna vyuo vingi, sio tu baada ya hapo, nafikiri hata wakati huo pia kuna vyuo vingi ambavyo mtu hawa ni GRE ni optional. Sasa kuna mtu anakuuliza, kama ameniandikia ni optional, je, ni submit? Ni submit, na je nikisubmit na vitu kama, basically they are not trying to trick you, hamna mtu anataka kutrick. So wameshapiga hizo hesabu zao zote, kwa wanajua kabisa kwamba mtu anasubmit, this is how they are going to evaluate, if you don't, this is how they are going to evaluate. Kwa hiyo mi ninashauri mtu nafikiri kuna rafiki zetu pia hapa wanaweza wakaongelea kwamba kuna baadhi ya vyuo wameapply havihitaji kabisa GRE, au wamekuambia ni optional, na kwa hiyo unaweza ukairuka. Kwa hiyo hii gharama dola 220 sio kwamba gharama kila mtu ambaye anaweza kuafford, lakini kwamba jua kwamba kuna vyuo utaviruka. Kama kuna vyuo ambavyo vinahitaji na chuo ambacho wewe is your dream school, then hapo sasa sijui unafanya, lakini unaweza ukaamua bana naingia nafanya huo mtihani. Sasa kama umeingia kwenye kufanya mtihani, na ujiandae mapema, kwa sababu huu kidogo ni at least the English part, the math part sasa kuwadanganya sana, lakini pia mimi nilisoma advanced mathematics, kwa hiyo siwezi kuwa nisije nikakumislead kama hujafanya hivyo. Kidogo kwangu ilikuwa nyepesi, lakini English ilikuwa ni ngumu sana. Kitu kingine ambacho bado naweza nikagusia again hapa, navuta muda wakati tunataka kwenda kwenye IELTS, kwa natoa kama my experience. Kwa kitu kingine ambacho tunaweza tukagusia ni kwamba jitahidi maandalizi mapema, prepare mapema. Hiyo ndio itakusaidia, na pia sio lazima uapply vyuo ambavyo vinahitaji GRE. Unaweza ukachagua vyuo vyako ambavyo vinahitaji GRE na ukafanikiwa vile vile. So that's all for now. Naomba nimpe, kama hakuna swali, naomba nimpe floor Dr. Adela. Adela, unaweza ukaendelea. Asante. Una share kwako au unaweza ukanipa nani? Okay, nimekuruhusu share and then I'll just stop sharing. Okay, thank you. Kama mtu ana swali pia anaweza akakuta anauliza wakati naandaa hapa slide zangu. I think zinaonekana. Unaona nimeweka kwenye presentation mode Au je, kama presentation mode? hapo. Yep. Okay. So kwa IELTS ni basically unafanana tu na TOEFL kwa sehemu kubwa, na mimi kama disclaimer na experience ya kufanya general knowledge testing, sikufanya academic kwa sababu nilifanya huu mtihani kwa ajili ya ya purpose ya permanent residence ya Canada, kwa sikufanya kwa purpose ya kwenda shule, lakini nachoamini kwamba sehemu kubwa zinafanana, the process zinafanana, maybe maswali ni tofauti. Watu waliofanya academic pia wanaweza wakashare experience yao. um, so unahitajika IELTS inahitajika kwa vyuo vingi. US kuna vyuo vingi pia vinakubali, vinatoa option ya IELTS au TOEFL, lakini inatakiwa iwe academic. UK pia wanachukua mtihani, sehemu nyingi sana wanachukua mtihani. Pia unatumika kwa mambo ya immigration, kama unataka mfano kwenda immigration pathway ya Canada wanahitaji, ya Australia walikuwa wanahitaji, pia ya New Zealand walikuwa wanahitaji hiyo kama proof ya kwamba unaweza ukatumia Kiingereza. Pia kuna mfano kama professional bodies nyingine, mfano baadhi ya professional bodies za physicians, nurses wanahitaji kuona hiyo mtihani kama proof of English. Na kwa immigration purpose mara nyingi wanataka just general English, lakini kwa shule wanataka hiyo academic testing. Kwa hiyo vitu vyote hapo nimeongelea. Kwa hiyo types kama tulivyosema, kuna IELTS academic ambayo hii ni kwa ajili ya kwenda kusoma higher education, lakini kuna general training ambayo ni kwa ajili ya either kufanya kazi, professional registration au kwa migration ya nchi za nje. So kama huu mtihani unafanyikia kwa Tanzania, mi nilifanyia British Council Posta. Sikuona kama bado una option ya kufanya home based, lakini una paper based na internet based.
Kwao unaweza ukachagua kama ufanye hiyo computer based au ufanye paper based. Mi nilifanya computer based, na ni kama masaa mawili na dakika 45. Una section nne, na wenyewe ni listening, reading na writing na speaking, na score zake zimepangwa kwenye bandi ya kwanza mpaka ya 9. So the maximum you can score is 9 katika kila section. Lakini pia vyuo vingi wanahitaji, inategemea, kwa hiyo unatakiwa uangalie, wengine wanasema 6.5, wengine wanasema 6. Kwa hiyo at least upate ile score ambayo inaweza ikakusaidia wewe kupata kuweza kuitumia hiyo testi yako kwa ajili ya purpose ambayo ulikuwa unaitaka kuitumia. For immigration purpose, wengi wanataka uwe umescore at least 6.5 kwenda mbele, na kosti yake ni kama 820. Lakini pale unapokuwa unafanya registration watakuonyesha kosti kama imebadilika au la, na matokeo yake mara nyingi ukifanya computer based, mi ilichukua kama siku 3 nikapata matokeo, lakini ukifanya hii paper based wanasema inachukua mpaka siku 13 kupata matokeo. Kwa hiyo kuprepare kama zile tips ambazo Dr. Omari alishare, uh, mimi kwa experience yangu sikuona kama ni mtihani mgumu, na hakuna namna ambayo utaweza kufanya kwa muda mfupi labda kuimprove zaidi ya kupractice, na kupractice ni kupractice katika ile timed condition, kwa sababu ziko timed, na pia kuelewa how mtihani unafanyika, like kujua kwamba okay, nikifika sehemu hii ya kompyuta hapa panafanyika hivi, nitegemee kuona hivi. Hicho kitakusaidia kujua kuexpect unaenda kukutana na kitu gani. Pia kama kwa kuongea, pia unaweza ukapractice kwa kujirekodi mwenyewe, kujiangalia katika kioo, kuongea na friends, ukajaribu kupractice. Lakini pia kwa LTS wana website ambao unaweza ukaenda kupractice online. Ni free. Pale pale kwenye website yao wanakupa na hizi kama mock ambazo inaonekanaje na what to expect katika zile testi. Pia kingine ambacho labda ningeshauri wakati una practice, mtu tunajua labda mimi Kiingereza cha kuongea ni kizuri zaidi kuliko cha kuongea, cha kuongea ni kizuri zaidi kuliko kuandika, au kwenye kusoma niko vizuri zaidi. Kwa hiyo jaribu kuconcentrate katika area ambazo unahisi kwamba unahitaji kuimprove zaidi. Kwa hiyo nitaenda kuonyesha tu kidogo jinsi ya kuregister na wapi utapata hizo free practice test, lakini ukiangalia kwenye hii slide ambayo tutashare pia, unaweza uka open hiyo link, nimezi hyperlink hapo, itakupeleka moja kwa moja katika hizo practical session au katika sehemu ya kubook test kama unahitaji kufanyika. Uh, Uliprepare muda gani kabla ya kwenda kufanya test? mimi niliprepare kama wiki moja, na nilitumia hizo session zao ambazo walikuwa amini hiyo website kuprepare, Mhm. lakini pia nilitumia na YouTube videos nyingi. Niliangalia, kulikuwa na YouTube videos nyingi, lakini materials ziko nyingi, kwa hiyo nilichukua kama wiki moja tu, then nikaenda kufanya nikichukua hii sehemu ambayo kuna ile linki ambayo nimeshare kwa ajili ya practice. Ukifungua utakutana hapo hiyo British Council, wanakuletea, ukiona hapo kuna LTS on computer, LTS reading, listening, vitu mbalimbali. Kwa hiyo unachagua tu kwamba unataka kuanza kupractice ipi. Mfano nikichagua hiyo ya reading, wana sample questions nyingi sana, na basically ukifungua ile kompyuta utakutana kama hivi, labda your name, date of birth, your candidate number ambao utapewa ile siku ukienda, then kama viko sawa unasema labda viko sawa. Watakwambia utesti your microphone, kwa sababu watakupa hizi headphone za kusikilizia, then kila kitu kikiwa sawa watakwambia labda listening inachukua kama dakika 30, utakutana labda na maswali kadhaa. Kwa hiyo it's all about kusikiliza kwa umakini na kupata idea kimeongelewa nini, ili uweze kukitumia kukijibu, na sio kwamba, kwa hiyo ni kujua tu jinsi ya kucheza namna na listening skills za kutumia. Kwa hiyo basically watakuambia kitu, ukishakisikiliza
utaona muda hapo, then utaanza kujibu maswali kulingana na hicho kitu alichokuambia. Kwa hiyo zipo nani nyingi sana za kupractice kama unataka kufanya mazoezi. Kila section ina sehemu zake za kupractice, na ni vitu hivi hivi ambavyo tumevizoea, ila tu ni English yetu hii ambayo tumeitumia, ila tu ni kujua. This week it's your turn to bring us up to date on your dissertation. So, I've finished the basic research and planning and the first draft, and hopefully I can start writing the final version now. good. Not everyone knows your subject, so you'd better introduce it. I've chosen to study everyday life in the East End of London in the early 20th century. Lots of books have been published about the East End, covering everything from health to how roads and districts got their names. So you might think it's an obvious subject to pick, but in fact, I was brought up there, and I've always been interested in finding out how the area shaped my upbringing. Kwa hiyo basically utakuwa kama listening, unasikiliza, wanakupa clip kama hiyo, unasikiliza, then unatakiwa upick, kwa sababu baada ya hapo watakuuliza maswali, labda kwa nini huyo Judy alichagua kusoma katika Eastern End of London. Kwa hiyo unajibu swali kama ulisikiliza. Kwa hiyo unatakiwa usikilize, kwa sababu hakuna sehemu ya kurudia kusikiliza. Kwa hiyo unatakiwa usikilize kwa umakini. Kwa hiyo ni kufanyia mazoezi ili tuwe vizuri, lakini basically mimi ninasema haukuwa mtihani mgumu kwangu personally, na pia labda kwa sababu nilifanya general, lakini I feel like iko sawa. Ukitaka kuregister, kwa hiyo utakuja kwenye website yao, pia linki iko pale ya registration. Utachagua kama unataka LTS kwa ajili ya academic, unataka kwa ajili ya general testing, unataka kwa ajili ya UK visa, wana pati yao tofauti. Kwa hiyo utachagua ambayo unaona inakufaa wewe. Kwa hiyo ukichagua pale itakwambia uchague test center, mfano mimi nimechagua hapo Dar, wanakuambia unataka kufanya on computer au on paper. Mimi nilichagua on computer kwa sababu pia nilikuwa naona kwamba kama computer itakuwa rahisi kuliko kuandika kwenye paper, lakini pia majibu yake yanatoka haraka zaidi compare na ukifanya kwenye paper. Then utachagua hizo tarehe zako. Kwa hiyo pia plan ahead, kwa sababu unaona hapo tarehe sio nyingi sana. Kwa hiyo plan ahead, na pia uweke ule muda wa kusubiria matokeo. Then ukichagua watakwambia search for your dates. Hapo watakupa option kwamba unachukua mara nyingi listening, writing na reading ni kwenye kompyuta, ambao unaweza ukafanya siku hiyo hiyo pamoja na speaking, au sometimes unaweza ukafanya speaking kesho yake, ina depend na setting, lakini speaking unaenda kuongea na mtu au fanyi kwenye kompyuta. Kwa hiyo unakuwa either unaongea na mtu face to face au unaongea na mtu ambaye yuko kwenye Zoom au video conference. So basically ni hivyo, na hizo ndo gharama zake wamekuwekea. Kwa hiyo unaweza ukabook kulingana na siku zako ambazo unataka kufanya. Kama kuna mtu ana swali katika process au kitu kingine wakati narudi tena, karibu kuuliza. Otherwise, labda kwa kumalizia, wakati tunasubiri maswali, kama final recommendation, mimi ningesema pia angalia kwamba jaribu kujitahidi kuchagua vyuo ambavyo vina recognize Tanzania kama English speaking country. Sasa hivi vyuo vingi sana vinatambua kwamba Watanzania wana basic English ya kuweza kucommunicate na kusucceed katika masomo yao, lakini ikitokea chuo unachokitaka hakina recognize kama Tanzania kama English speaking, pia unaweza ukarequest English test waiver. Kuna baadhi hapa wana experience ya kurequest, wanaweza wakakwambia uongee na profesa, wanaweza wakakwambia labda utume barua kutoka chuoni kuonyesha kwamba undergraduate uliosoma ulitumia medium ya Kiingereza. Kwa hiyo kuna condition wanazo, then wanaweza wakawaive. Ikishindikana kuwaive na unakitaka chuo, basi jiandae kufanya hiyo mitihani. Lakini pia unaweza ukaangalia, wakati unaangalia zile admission requirement zao, kuna baadhi ya chuo nao kuna mtihani unaitwa Duolingo English test. Duolingo ni cheap kidogo, una range $59 hapo, compare na ile mingine, na ni internet based, na majibu yako unapata hapo hapo, sijui kesho yake, ndani ya 24 hours. Lakini bado haukubaliki na vyuo vingi, kwa hiyo lazima uconfirm kama chuo chako kinakubali hiyo test. Kwa hiyo ni kujaribu kupunguza gharama
za hizi admission process. Kwa GRE pia unaweza ukaomba waiver ya GRE. Mfano, most of MBA program GRE is required, is not optional. Lakini mi nilivyokuwa na apply MBA yangu ilikuwa required, lakini niliongea na admission nikaambia kwamba naomba kuwaive hiyo GRE, na pia sikuwa na muda wa kuifanya actually kwa sababu nili apply last minute. Then wakaniuliza maswali, then nikaambia mi nimesoma basic mathematics, nikaonyesha score zangu, nikaonyesha pia undergrad nilifanya mathematics, nikaonyesha score zangu, nikaonyesha pia kuna hizo writing reasoning ambazo ninafanya katika med schools. Kwa hiyo tulifanya hizo discussion, then at the end of the day walikubali kuwaive hiyo GRE katika MBA admission yangu. Kwa hiyo sikufanya mtihani wa GRE. Lakini I would say kwamba GRE kwa MBA unatumika sana even kwenye interview process. Nao tunafanya interview process, bado unakuta makampuni yanawafanyia hizi test za kuona kama you are reasoning, you are quants, you are analytical. Unajikuta unasema hey, bora hata ningejiandaga na huu mtihani wa GRE labda ningekuwa fit zaidi. Kwa hizo ndo tips ambazo nilitaka kushare. Karibuni kwa maswali. Yeah, so nafikiri kama wakati watu wanafikiria again, kuna few friends ambao wapo kwenye call ambao wataenda kushare pia experiences zao na hii mitihani briefly, ili at least waweze kupata flavor kutoka kwa kila mtu yani. Sele, nafikiri unaweza ukatuambia experience yako na hii mitihani. Okay, habari za jioni. Salama. Naitwa Selemani. Nasoma PhD ya Electrical Computer Engineering, niko Marquette, USA, kwa wale ambao hawajanifahamu. Sasa according to Dr. Adela na Dr. Omari, hii mitihani sio migumu kabisa. Inategemea umejiandaa vipi na inategemea pia na siku ambayo umeenda. Sababu unaweza ukaenda leo mtihani ukawa mrahisi, unaweza ukaenda kesho mtihani ukawa ni mgumu vile vile. Na kwa sababu Watanzania tumeumbwa katika stensi ya kuweza kupaniki, na kwa sababu ni hela tumetoa. Ingekuwa ni free, naamini tungekuwa tunafaulu watu wengi sana, lakini kwa sababu tunatoa ni hela, unakuwa ushapaniki kwamba hivi nikifeli hela yangu itakuwaje, nitatoa hela nyingine tena. But definitely inabidi tu ujiandae, kwa sababu siku na siku inategemea. Hizi session zote 4 za speaking, writing, listening, what else, I think it's speaking, yeah, ni session ambazo kidogo zina changamoto kwa upande wa Kiingereza, which is TOEFL pamoja na IELTS. Kwa hiyo zinakuwa zina changamoto kwa sababu huwezi kujua, kwanza kwenye speaking huwezi kujua unakutana na nani. Unaweza kukutana na mtu ambaye unaongea naye kidogo ikawa ni changamoto, which is speaking, it's more or less, yani ni kazi sana kuweza kufeli speaking. Kama unaweza ukaongea Kiingereza vizuri na watu tofauti tofauti, unaweza ukachat, it's easy to talk na huyo mtu. Na pia nadhani listening, nadhani ni pati ambayo kidogo mara nyingi huwa inakuwa ina changamoto, kwa sababu uweze kumsikia mtu na uweze kujibu maswali ambayo ulikuwa kunasikia ni kidogo ni issue. Lakini naamini ukiweza kujiandaa kupitia material tofauti ambayo Dr. Omari pia kashare, unaweza ukaenda YouTube, ukaspend a lot of time katika YouTube. Inabidi usikie, kwa mfano IELTS unakutana na Mwingereza, hakuna watu wagumu wa kuwasikiliza na kuongea nao kama Waingereza, lakini you have to practice it. Practice ni maana yake nini? Badala ya kuwa na kusikiliza music most of the time uko kwenye daladala, jaribu kuwa unatumia muda mwingi sana kuweka earphones zako na kujaribu kusikia vitu mbalimbali uweze kuelewa hizi grammar na kuweza kuunderstand. Sababu ukimuuliza mara mbili, umesema nini, ina show kwamba you can't listen, na huwa wanauliza mara moja wanaondoka. And hiyo ni part ya kuweza kujiandaa. You need to prepare very well, and you need to be serious katika preparation. Historia ya Dr. Omar sitaki kuielezea, lakini ukiona kajiandaa wiki 6, ujue kabisa this thing is serious. Kwa ambao wanamjua Omari, unaweza ukasema sio mtu wa kujiandaa siku 6 au wiki 6, lakini amejiandaa wiki 6. Kwa mimi ambaye namfahamu, nimeshtuka kwanza kusema amejiandaa siku 6, kwa sababu amini wiki 6, kwa sababu kujiandaa wiki 6 kwa mtu kama Dr. Omar ina maana hichi kitu ni very serious. Kwa hiyo, na kama unataka kuamini kama ni serious, kama Google Omari, labda vitu vyake hajaweka, lakini is good na anajua kitu gani anafanya. Kwa hiyo jiandae. Ukijiandaa naamini kabisa unaweza ukafaulu.
na Dr. Adela ameongea kitu kimoja cha paper based pamoja na computer based. Mimi am not good in writing, especially kwenye maongezi, kwenye vitu vya kuandika maneno, labda hesabu, lakini kwenye kuandika maneno siwezi. Kwa hiyo na kuandika, nakumbuka unaenda kuandika penseli. Mimi sijaandika penseli muda mrefu sana. Ukiniambia niende kaandika penseli, itanipa shida sana kwenye kuandika penseli, kwa sababu cha kwanza, mi A yangu sawasawa na U, U yangu sawasawa na V, you cannot differentiate it. Kwa hiyo you need to be very careful on that. Unapoenda unasema mimi nachagua paper based. Paper based ni nzuri kama umejiandaa, kwa sababu unaona maneno, you go straight on that stuff. Lakini computer based nao ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Ama watu wengi sana huwa wanakianda estimate, lakini mimi mwenyewe nimefanya testi zangu zote ambazo nimefanya kwa computer based. Kwa sababu najua kabisa computer based nitafika, nitatype, nitaenda huku, nitafanya hivi, so it's easy, inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo kwenye kupanic kupo, hakuna mtu ambaye anaweza kazoea mitihani hata kidogo. Kwa hiyo soma, jiandae. Just know that material lazima usome. Hakuna mtihani ambao utakiwa usome au utakiwa usome toka ambao moja jumlisha moja. You need to read it. You need to sit down na ufanye more practice, kwa sababu reading is another thing and doing practice is another thing. Do practice, tafuta watu ambao wako serious, fanya mock. There's a lot of mock ambazo zipo. Do mock online, do mock, kuna watu wakuulize, muongee, shauriane, wakwambie hichi umekosea, jirekebishe hichi. Then at the end of the day, sio mitihani migumu. Na hizo session zote 4 inategemea na chuo. Kuna chuo kinakwambia writing lazima upate 7.0. Kwa hiyo wanaweza kuambia labda average ni 6.5, lakini wanakuambia kabisa bana writing labda speaking upate 7.0, it's minimum. Huku kwingine hata ukipata 6.5, ukipata 6, wao they are not bothering. Lakini ukumbuke ukipata 7, ukipata 6.5, ukipata 6, average ya 6.5 unaweza kufikisha kabisa. Average ya 6.5 unaweza ukaiongea kirahisi, lakini you need to prepare yourself. You need to be very serious when you prepare. Ukija kwenye GRE, because inaenda very quick. Ukija kwenye GRE, mimi binafsi napenda hisabati. Naongea Kiswahili. Mimi napenda hesabu. Lakini nilivyosikia kuna GRE, kwa sababu kuna watu ambao walipita nyuma yangu, ambao walikuwa mbele yangu, ambao nilikuwa nawaona the way they are good, lakini walikuwa wanakomaa katika kuweza kusoma GRE. Kwa hiyo nilichokifanya mimi binafsi, depends na mtu na mtu. Mimi niliorder vitabu Amazon. Unfortunately, hivyo vitabu kuna mtu anavyo na sio nampokonya vipi, na nikishampokonya sio nampa nani, kwa sababu kuna watu wako wengi. Mimi niliorder vitabu Amazon vya GRE, which is sasa hivi nadhani viko $29. Hizo vilikuwa ni $19 mpaka $20. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa yuko Marekani huko akaja navyo Tanzania. Mimi sio mzuri kusoma kwenye kompyuta hivi. Kwa hiyo nikaona weakness yangu nitafute hard copies. Kwa hiyo nikaorder vitabu vile vya GRE version tofauti, vikaja Tanzania. Kwa hiyo nikikaa nyumbani, that's the only thing I can sit na kuanza ku practice, especially zile algebras, trigo na kila kitu. Nikawa na practice mwenyewe, nikawa nafanya. Kwa hiyo one of the mitihani ambayo mimi nilifanya vizuri ni mtihani wa GRE ambao nilifanya vizuri sana. Yaani IELTS nilifanya vizuri. Na TOEFL pia. Kumbuka mimi nimefanya mitihani yote mitatu. Sasa mimi huwa nilikuwa nataka sana kuja shule kuliko chochote. Mary knows. Nakumbuka last time kabisa nilifanya nilitafuta slot ya kufanya mtihani nikakosa. Hichi kitu wanakiongea kila siku. Na watu wengi wadogo zangu wengi ambao nimewaacha Tanzania, mara nyingi nikiwashauri nawaambia you need to, ili uweze kufanikiwa inabidi uwe risk taker. Nikakosa slot Tanzania. Nilivyokosa slot Tanzania, then I said kwa nini hivi, ngoja niangalie slot ya Nairobi. Nikapata slot ya Nairobi. Na kumbuka kipindi hicho, kwa hiyo nikapanda basi Tahamidi mpaka Arusha, nikalala Arusha, nikapumzika, kesho yake nikaenda zangu Nairobi. Nikalala Nairobi, kesho yake nikamaliza mtihani, nikarudi zangu Arusha, nikarudi zangu Dar es Salaam. Nilifanya mtihani na kumbuka ulikuwa ni computer based. Kwa hiyo nimekaa Dar es Salaam tu siku mbili. Nimetoka siku mbili tu nimepata matokeo yangu na yalikuwa ni mazuri. Na matokeo ambayo niliyatumia katika sehemu nyingi. Kipindi hicho nilikuwa nataka ni apply Welcome Trust. Kwa hiyo ukiangalia unakuta mimi nilijiandaa pia sana. Umada alitumia wiki 3, ila mimi nilikuwa najiandaa almost 2 months, almost 3 months, kama it's not 4 months, kabla sijaenda kufanya mtihani, kabla hata sijiregister, lakini nilikuwa na practice myself na kuangalia kitu gani kizuri. Kwa hiyo useme kama mimi naongea Kiingereza, useme kama mimi nimesoma academy ya Mosh Academy, sio umesoma wapi Mount Kilimanjaro au shule ambazo mnazijua za fedha. This thing does not look kama umeenda kusoma fedha, kwa sababu Waingereza wenyewe wanafanya hivi. Kuna watu mimi nakutana nao kwenye hizi center, nadhani hata Omari, hata Dr. Adela anajua. Wametoka nchi ambazo
Ukimsikiliza mtu kaongea naye Kiingereza unasema huyu kaja kufanya nini hapa? Lakini anafeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi grammar hizi za kuandika andika hizi tense, sijui past tense, continuous tense, yaani unaweza ukajichanganya mwenyewe hata usijue. Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi najichanganya. But you need to prepare yourself, go in there, read zile paragraph, jinsi ya kuzijibu zile missing word ambazo zipo. I am sure kabisa you will make it bila hata shida yoyote. Kwa hayo ni ya kwangu tu, na if anyone needs help, Omari, I can share my email, you about wanipata namba yangu, I can help you how to go with that, then maisha yanaenda. Kwa hiyo karibuni sana. Asante sana Dr. Omari. Omari, umemute kama unaongea. Ya, nilikuwa namshukuru Sele yani. Sema ya mtihani ulikuwa ni mgumu kwa kama alivyosema watu tujiandae. Mimi GRE ulinitoa jasho kiukweli. Sasa nafikiri kuna mwenzetu hapa Ahmed pia na yeye anaweza akashare experience yake. Ahmed amekuwa na yeye ni miongoni mwa applicants sasa hivi ana apply vyuo especially hapa Marekani, na yeye anapitia hii process. Kwa hiyo nataka atupe experience yake na vyuo alivyo apply. Je, walihitaji mitihani na alifanyeje walipokuwa wanahitaji. Ahmed. Yeah. Yeah, kwa mimi yeah, sehemu ambazo na apply of course imeenda zile sehemu ambazo hazihitaji English test ambazo zina wive, na kuna chuo kimoja ambazo ilikuwa kiwive, lakini nilipata bahati kuongea na yule program coordinator, tuliongea hivi one to one. Of course akaelewa English yangu, akanambia nimwandikie email yake ya institutional email, nikamu email. Kwa hiyo akaiwive na application portal yangu kweli imekuwa wived. Of course vipo baadhi ya vyuo ambavyo vinahitaji English test. Hata kwenye info session huwa wanasema labda hata kuna share ku email baadhi ya vyuo wako strict kwamba wengine hawaitambui Tanzania kama an English speaking country, wengine wanaitambua. Kwa hiyo of course vyuo ambavyo umeviconcentrate ni vile ambavyo wanaitambua Tanzania kama English speaking country. Sasa najua Ndio maana ushafanya nimefanya GRE. GRE sijafanya. Hata hivyo nini pia vyuo novo nini pia havihitaji GRE. Ya, najaribu ku reduce kwa sababu ilikuwa na option tatu, ni GRE, WES evaluation, English test. Kwao I think nikachagua kufanya WES kwa sababu umeangalia WES ni kitu ambacho ni kama hakiepukiki yani kuliko hivyo vingine yani. Sawa, asante Ahmed. Kwa wale tu ambao labda ni wapya kwenye hii call, hiyo Ahmed anataja kuhusu WES. Hiyo ni nini, academic credential evaluation, ambayo inabidi ufanye wakati una apply kwenye vyuo. Na tumefanya session yake nafikiri wiki moja last week nafikiri, au kama wiki mbili zimepita kama sikosea, lakini tunayo recording yake ipo YouTube. Sasa hivi mtu unaweza ukaenda YouTube ukaiangalia. Nafikiri kwa watoto ambao tupo hapa tunaweza tukabenefit na kwa kujifunza nini WES na namna gani ya kufanya. Kwa hiyo tunayo link na mnaweza mkaenda I'll try to share the link hapa ili mwende kuangalia.